Sisi ni fahari na sisi ndio tunatakiwa tuwashukuru ninyi zaidi, kwa sababu ushiriki wa majeshi kwenye michezo kwa namna moja au nyingine ndio unaotusaidia sisi Wizara ya Michezo kuonekana tunafanya vizuri. Hivi tunavyozungumza, pride yetu Tanzania, ukiachana na mpira wa miguu ambao unapendwa na watu wengi na tumekuwa tukifanya vizuri kwa sababu investment kubwa ambayo inafanywa na wadau mbalimbali mkiwemo na nyie jeshi, kwa sababu najua mna timu zenu kadhaa pale, na Mashujaa, na JKT, na ile za wanawake pia zipo. Lakini kwa michezo mingine, kwa mfano mchezo wa ngumi, sisi tuna mashindano ya kiserikali ambayo yanatambulika duniani, ni All African Games, Commonwealth Games pamoja na Olympics. Haya ndio mashindano ambayo serikali ina invest by 100 na ndio yanatambulika sana. Kwenye yale mashindano mara nyingi sisi watu wanaotoa kimasomaso ni watu wa majeshi. Last year tulipata medali kwenye Commonwealth Games ambayo ni mafanikio ya Dr. Samia Suluhu katika regime yake. Tuna miaka zaidi ya 14 tulikuwa tujapata medali. Lakini tumepata medali kutoka kwa wanajeshi. Simbu, Changarawe na Kasimu. Wote ni wanajeshi. Tulienda nao kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola, tulikuwa na raia pia, lakini waliotusaidia tukapata medali ni hawa wanajeshi. Lakini pia mashindano ya All African Games tulienda pia mwaka jana, baada ya after 10 years hatujapata medali. Mwaka jana tulipata medali 3 na nadhani 2 au 3 zilitoka jeshini. Yes. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani sisi tunawategemeeni sana ninyi katika swala zima la mafanikio ya michezo. Na huwa ninasema mara kadhaa na nitaendelea kusema ni kwa nini tunadhani huko kwenu tunaweza tukafanikiwa zaidi. Kwanza kuna lile la utimamu wa mwili. Lakini la pili kuna swala zima la uwepo wa facilities na uwezeshwaji, kwamba mwanajeshi tayari ana mshahara analipwa, anaweza asianze kulalamikia posho kama walivyo wengine wanategemea kile kwenye michezo ndio apate sustaining ya maisha, na unakuta kwa Tanzania bado hatujafikia kwenye level hizo za kuwalipa mishahara. Lakini jambo kubwa zaidi ambalo wengine wanalikosa ni lile la uzalendo. Nyewe wenzetu mnafundishwa uzalendo, kuipenda nchi, kuifia nchi yako. Sasa sio kuifia nchi kwenye kupigana kulinda amani tu, hata kwenda kupeperusha jina na bendera ya nchi pia pale ni do or die. Kwa hiyo kuna swala zima la uzalendo na mapenzi ya nchi wanajeshi wanalo ambalo raia wa kawaida hawana. Na unapoenda kwenye mashindano unaenda kwa ajili ya kuitetea nchi yako. It's like a battle of war. Hakuna utofauti. Ndio maana sisi kuna kipindi cha nyuma tulitengeneza mkakati fulani kwa kushirikiana na BAMATA. Tulitaka tuzidishe haya mahusiano baina ya wizara hii na vikosi vyetu vya majeshi, kwa sababu tuna imani tukiwekeza huko kwenu tunaweza kufanya vizuri zaidi. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa hili na niwaahidi kwamba mimi nitakuwa wa kwanza kutembelea. Mkishakuwa kwenye nafasi ambayo mnadhani sasa tunaweza kuvisit, mtuambie, kwa sababu tuna ratiba pia ya kwenda kutembelea ile shule kule ambayo tulienda kuiona. Imejengwa na Marekani na ana sponsor kila kitu, lakini ni shule ya mfano kwa maana ya kwenye michezo. Hata facilities mnaweza mkaenda kuona pale wanafanya nini, ili na nyinyi muweze kuiga pale. Tutakuja kuwatembelea, lakini pia tutavielekeza vyama vyetu ambapo mara nyingi mmekuwa mkishirikiana navyo, na wenyewe wawazilishe engagement na nyie. Na popote pale ambapo mnadhani kuna jambo tunaweza tukasaidia, msisite kutuambia. Tutawasaidia kupitia programu yetu ya mfuko wa maendeleo ya michezo. Kama kuna facilities, miundombinu tunaweza tusiweze kuwajengea, lakini vitu vingine vidogo vidogo, sijui mipira, vifaa, au kuna ushiriki wenu kwenye mashindano mbalimbali na sisi tukahitaji wachezaji, muda mwingine mkatusaidia, tunaomba tuimarishe ushirikiano. Na niwaombe mpeleke salamu zetu kwa Jacob Mkunda, mkuu wa majeshi. Kwa kweli anaonekana yuko so into sports. Tuna experience hicho kitu na tunakiona ni jinsi gani tuna programs nyingi. Nimeona juzi mlitualika, kulikuwa kuna uzinduzi wa kiwanja cha beach soccer kule na futsal, jambo ambalo kwa kweli sisi tunaona ni fahari kwetu na mnatusaidia, na tumeona kwamba nyinyi mkitusaidia tunaweza tukafika mbali, kwa sababu kwenu hamna politics. Sisi huku kwetu ukifanya na watu wengine siasa ni nyingi, kwa hiyo mafanikio yanakuwa sio makubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwaahidi ushirikiano. Baraza la Michezo wa Taifa ilikuwa ni sehemu ya wadau walikuwa wanatuwezesha sisi kwa ajili ya uendeshaji wa kozi mbalimbali za michezo pamoja na masuala ya utimamu wa mwili. Kwa hiyo tuliona sio bora tukaondoka bila kuja kuaga, kwa sababu mwisho wa siku huko tunakokwenda bado tutahitaji kutuwezesha kwenye kongamano mbalimbali, kwenye seminar, kwenye kozi za coaching na michezo mingine, kuja kufundisha kule shuleni kule. Kwa hiyo tukaona tuwaage ili tuwaambie tumehamia eneo jipya Arusha, ili tutakapohitaji kwa ajili ya msaada aina yote ile basi wasisite kutusaidia kama walivyokuwa kutusaidia hapo.